Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam itaadhimisha siku hii muhimu katika viwanja vya Mnazi Mmoja vilivyopo jijini Dar es Salaam kuanzia siku ya Jumamosi tarehe 28 hadi tarehe 30 mwezi Machi, ambapo ndio itakuwa kilele cha siku hii. Siku hii inalenga kabisa kuhamasisha kupunguza uzalishaji wa taka kwa kutumia dhana ya R3, kwa maana punguza, reduce, tumia tena, reuse, na rejeleza, yani recycle, kwa dhumuni la kuhimiza matumizi bora ya rasilimali zetu ili kupunguza uchafuzi wa mazingira kwa maendeleo endelevu. Tunapokuwa na taka au tunapokuwa na bidhaa tukaitumia tena, ina maana tunapunguza kiwango cha taka kinachokwenda kwenye mazingira. Au tukirejeleza, ina maana tunaondoa taka, tunaenda kufanya ni malighafi kwa ajili ya kuzalisha bidhaa nyingine. Na tukisema reuse, yani tumia tena, kama mfuko unaotumia mara 2 mara 3, reduce, punguza yale matumizi sasa ya mifuko na nini, unaweza ukenda sokoni ukiwa na chombo chako. Ndio dhana kubwa ya hii siku ya taka sifuri ama the International Day of Zero Waste. Kwa mwaka 2026 kauli mbiu ya kimataifa ya siku hii ni kuwezesha taka sifuri kwenye sekta ya chakula, yani food waste. Food waste kwa maana gani? Kauli mbiu hii inaangazia tatizo kubwa la upotevu wa chakula duniani ambalo linasababishwa na watu tunapopoteza chakula. Chakula kipo, umepewa chakula, utakula kidogo, kingine unaenda kukitupa. Chakula unacho, unakiacha mpaka kinaharibika badala ya kukipeleka sehemu nyingine ambapo unaona kinaweza kikapata matumizi. Kwa hiyo dhana kubwa ya kauli mbiu ya kidunia safari hii ya mwaka 2026 ni kuangazia tatizo kubwa la upotevu wa chakula duniani na athari zake kwa mazingira na jamii, ambapo inakadiriwa upotevu wa chakula huchangia takriban 10% ya hewa chafuzi, yani greenhouse gases. Hewa hii 10% inazalishwa kutokana na chakula kile ambacho kinaenda kutupwa kwenye maeneo yetu ya kutupia chaka. Kwa sababu gani? Chakula hiki kinazalisha zile gesi, ikiwemo methane, ikiwemo nini. Kwa hiyo hii inaenda kuharibu tabaka letu la ozone, kwa maana ya kuharibu mazingira. Kitaifa bado tunaendelea na kauli mbiu yetu ya kusema taka ni fursa, ambapo kauli mbiu hii inaweka msisitizo kuwa taka si uchafu tena, bali ni malighafi yenye thamani. Endapo itasimamiwa na kutumiwa vyema, inaongeza fursa kiuchumi. Tunajenga jamii inayojali mazingira na kuchochea uchumi mzunguko, yani circular economy, kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Hivyo serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali na jamii lazima kuendana na dhana ya taka sifuri ili kupunguza athari za kimazingira na kijamii. Katika kuadhimisha siku hii, NEMC kwa kushirikiana na wadau mbalimbali na wa usimamizi wa mazingira, hasa katika sekta ya usimamizi wa taka, tumejipanga kuelimisha, kuhimiza na kuhakikisha kuwa dhana ya punguza, tumia tena na rejeleza katika sekta za uzalishaji inatekelezwa kwa vitendo, na matakwa ya sheria ya usimamizi wa mazingira katika sekta hii yatatekelezwa ipasavyo ili kuwa na mazingira safi, afya bora ya jamii na matumizi endelevu ya rasilimali kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Bongo Play TV.